Maadhimisho ya wiki ya kitaifa ya elimu, ujuzi na ubunifu yanalenga kukutanisha wizara mbalimbali, mashirika, taasisi za elimu ya juu, taasisi za utafiti na maendeleo, wadau wa maendeleo, asasi, kampuni za teknolojia, vyuo vya ufundi, vyuo vya ualimu, vyuo vya maendeleo ya wananchi, shule za msingi na sekondari, watafiti, wabunifu na sekta binafsi kwa ujumla, kwa lengo la kutoa taarifa, kujadili na kuazimia mikakati ya pamoja kuhusu mipango na masuala mbalimbali yanayotekelezwa na yanaendelea kutekelezwa na serikali. Maadhimisho haya pia yanatoa fursa kwa wadau na umma kwa ujumla wake kushuhudia na kujionea matokeo ya tafiti, bunifu na teknolojia zilizobuniwa hapa nchini, hususan na vijana wa Kitanzania, pamoja na kuwaunganisha wabunifu na wawekezaji kwa ajili ya kuendeleza na kubiasharisha matokeo ya tafiti, bunifu na teknolojia zao. Aidha, bunifu, teknolojia na bidhaa nyingine zitakazoonyeshwa zinalenga kutoa suluhisho kwa changamoto mbalimbali za kijamii na kiuchumi katika sekta mbalimbali ikiwemo elimu, afya, kilimo, mifugo, nishati na madini. Kauli mbiu ya maadhimisho ya mwaka huu ni elimu, ujuzi na ubunifu, njia ya kufikia dira ya taifa ya maendeleo 2050, yani education, skills and innovation, a pathway to achieving the National Development Vision 2050. Kwa mwaka 2026, maadhimisho yatahusisha matukio mbalimbali yanayolenga kuonyesha, kujadili na kuainisha mikakati na hatua za pamoja za kuongeza michango wa elimu, ujuzi na ubunifu katika kufanikisha utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya 2050. Hii ni kwa kuzingatia umuhimu wa masuala haya katika kuimarisha nguvu kazi, kupunguza utegemezi katika teknolojia na kuchochea maendeleo endelevu ya taifa. Matukio hayo yatajumuisha: moja, maonyesho ya bunifu, teknolojia na bidhaa nyingine kutoka kwa wadau mbalimbali ndani na nje ya nchi. Maonyesho haya yanajumuisha sekta zote za kiuchumi na kijamii. Pili, mashindano ya kitaifa ya sayansi, teknolojia na ubunifu, yaani MAKISATU. Na hili narudia tena, yatajumuisha mashindano ya kitaifa ya sayansi, teknolojia na ubunifu maarufu kama MAKISATU. Mashindano haya yamekuwa yakifanyika kila mwaka kuanzia mwaka 2019 ambapo bunifu nyingi zimeendelezwa na kuingia sokoni. Na hili nalisema kwa sababu nimeona katika mitandao baadhi ya watu wakihoji endapo serikali inaendeleza wabunifu kuwawezesha kutengeneza bidhaa ambazo zinauzwa sokoni. Na nimeona klipu moja ilikuwa inazunguka hapa karibuni na maswali yalikuwa yanaulizwa, jamani, hawa wabunifu wanaendelezwaje na serikali? Katika maonyesho hayo tutaona bunifu mbalimbali, na katika maonyesho ambayo tumekuwa tukiyafanya kuanzia 2019 zipo bidhaa. Kwa mfano, bidhaa inaitwa Avomero, mashine ya kukamua mafuta ya parachichi, yalipitia MAKISATU. Ubunifu huu tayari umeshaingia sokoni na mashine inauzwa. Kuna Soma Bags, yaani mabegi ya shule yenye mfumo wa sola. Kuna Kiaro Assistive Technology, yaani kitimwendo cha kipekee kwa ajili ya wanafunzi wenye ulemavu. Kuna Afritech Organic Leather, kemikali ya kuchakata mazao ya ngozi, na Imara Tech, yaani teknolojia rahisi ya kuchakata vyakula vya mifugo, na Smart Prepaid Water Meter, mita janja za maji. Hii ni mifano michache tu ya bunifu na teknolojia zilizobuniwa na vijana wa Kitanzania, zikafahamika kupitia MAKISATU, zikaendelezwa na serikali, zimekuwa ni bidhaa ambazo sasa hivi ziko sokoni na waliozibuni wanafanya biashara, na kazi hii inaendelea. Kwa hiyo maonyesho haya yatakayofanyika Tanga, moja ya mambo makubwa yatakayofanyika ni mashindano haya ya MAKISATU kuendelea kuibua teknolojia na bunifu mbalimbali. Tatu, kutakuwa na mashindano ya ujuzi, yani skills competition, kwa wanafunzi wa vyuo vya ufundi na ufundi stadi hapa Tanzania. Duniani kuna mashindano ya ujuzi, yani skills competition, yamekuwa yakifanyika kila baada ya muda fulani,
Mwaka huu mashindano ya skills competition duniani yatafanyika China. Tumeamua kumtuma naibu waziri pamoja na katibu mkuu na timu yetu kwenda kuangalia yanavyofanyika, ili sasa atakapokuja kufanyika tena Tanzania ishiriki. Katika maonyesho tunayofanya Tanga ni sehemu ya maandalizi ya kuibua namna ya kushiriki katika mashindano ya ujuzi ya dunia. 4, kongamano litakalojumuisha mijadala kuhusu mada mahususi za kimkakati katika maeneo ya elimu, sayansi, teknolojia na ubunifu kwa lengo la kutoa taarifa, kujadili na kuainisha mikakati ya pamoja ya kuimarisha utekelezaji wa mipango na programu za maendeleo ya kiuchumi na kijamii nchini, hususan katika kufikia dira yetu ya maendeleo 2050. 5, kliniki itakayotoa elimu na huduma mbalimbali kuhusu hakimiliki na maeneo mengine muhimu ya sayansi, teknolojia na ubunifu kwa lengo la kuwawezesha watafiti, wabunifu na wadau wengine kuboresha, kulinda na kubiasharisha teknolojia na bunifu zao. 6, utolewaji wa tuzo kwa watafiti washindi waliochapisha katika majarida yenye hadhi ya juu ya kimataifa. Tuzo hii hutolewa kwa wahadhiri wa vyuo vikuu ambao wamechapisha matokeo ya kazi zao za utafiti wa kisayansi na maeneo ya kisayansi katika majarida ya juu ya kimataifa, na tumekuwa tukifanya hivyo, na mwaka huu tuzo hizo zitatolewa vile vile kule Tanga. Na 7, washa mbalimbali kuhusu masuala ya elimu na ujuzi pamoja na sayansi, teknolojia na ubunifu. Ndugu wanahabari, kwa kuzingatia umuhimu mkubwa wa elimu na ujuzi pamoja na sayansi, teknolojia na ubunifu katika maendeleo ya kila sekta hapa nchini, natumia fursa hii kualika wadau wote katika sekta ya umma na binafsi kushiriki katika maadhimisho ya wiki ya kitaifa ya elimu, ujuzi na ubunifu mwaka 2026 ule Tanga. Maadhimisho ambayo yatafanyika katika viwanja vya michezo vya shule ya sekondari ya Usagara jijini Tanga kuanzia tarehe 15 mpaka tarehe 24 mwezi wa 8 2026. Kuna sauti nyingi, lakini si zote zinasikika. Lakini kuna sehemu moja ambapo kila sauti ina thamani. Hapo ndipo ilipo Global TV, sauti ya wanyonge, mtetezi wa wasio na pa kusemea. Global TV ni YouTube channel inayopendwa na watu wengi. Una biashara? Chagua platform yenye watu halisi. Tangaza kupitia Global TV. Next level. Chukua hatua sasa.